wewe una uwezo wa kuvunja laana katika jina lake Yesu Kristo. Tunaona pia katika Mwanzo 29:31. Bwana akaona ya kwamba Lea hakupendwa, naye akafungua tumbo lake, mbali Raheli alikuwa hazai. Raheli ndiye mke wake wa kwanza wa Yakobo, ndiye mke aliyempenda katika ujana wake. Lakini katika mila na desturi za kijamii, Labani akamwambia Yakobo, hapa kwetu ifanyikangi mdogo aoleke wa kwanza kabla ya mkubwa. Leo hii katika jamii nyingi katika Afrika tuko na itikadi kama hizo. Msichana wa kwanza hawezi oleka kabla, yani msichana wa pili hawezi oleka kabla wa kwanza hajaoleka. Msichana wa pili hawezi letewa mahari kabla ule wa kwanza hajaletewa. Ni mambo ambayo tunapitia katika ukoo tulimotoka ndani. Kijana wa pili hawezi jenga kabla mkubwa hajajenga. Kijana wa pili hawezi toa bomba kabla ule wa pili hajatoa bomba. Hiyo ni mambo pia turudisha nyuma. Hiyo ni itikadi pia ambazo zimetufunga katika maisha tunaoishi ndani. Wewe ni wewe, yeye ni yeye. Tuwezi kuwa sawa sisi zote. Kila mtu alizaliwa ana nyota yake, ana Mungu wake. Na ndipo naona kuna Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Haleluya. So Lea hakupendwa, yeye tumbo lake likafunguliwa akazaa watoto. But Raheli aliyekuwa amependwa, ambaye Yakobo alimchagua kuwa mke wake, ile laana ya grandpa ikamshika, akawataza azai. Wewe pia unapitia hali kama hiyo. Kuna mambo hayafanyiki kwenye maisha kwa sababu kuna laana ya kumiliki inatoka katika ukoo wa mababu, wa wajomba, imekushika. Uwezi ukapata kufanya yale unahitaji kwa sababu hizo itikadi zimekufunga. Unaporudi katika generation yako, wanaanza kuongelea vile familia ilikuwa, watu walikuwa oleki, watu walikuwa wafanyi, walikuwa wajengi, walikuwa wanapata makazi. Kuna tu mahali pale, kuna limited ambao wamewekewa. Hakuna mtu alifika pale akapita. Kwetu watu walikuwa wanasoma, akifika darasa la 8 hawaendi high school, hawaendi secondary, hawaendi university. Walikuwa wanamalizia tu klasi ya 7, klasi ya 6. Nataka wewe unayenisikiza uvuje hizo dhamira. Hizo dhamira hizo wewe una uwezo wa kuzivunja katika jina lake Yesu Kristo. Maana yake hautarizi dhambi za wazazi wako, hautarizi dhambi za wajomba wako. Hao walikuwa ni wao, wewe ni wewe. Haleluya. Sijui kama unanielewa, lakini sijui kama unanipata. Wewe ni wewe. Toka katika hizo dhamira za ukoo ya kwamba sisi hapa tulikuwa tufiki pale, tulikuwa tufanye hiki, tulikuwa tuwezi endelea, tuwezi fanya hii, tuwezi fanya ile. Toka katika hizo dhamira za shetani ambazo zimekukalia, zimekufunga. Vunja hayo madhabahu kwa kuomba. Maombi yako yana nguvu. Maombi yako yana uwezo. Unapotaja hilo jambo kwa Mungu, Mungu anasikia, linayeyuka, linavunjika. Maana nimesema pale mbeleni, mtu akiwa ndani ya Yesu amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Paulo anaposema mambo haya alijua ya kwamba tunaweza endelea kukua watumwa wa kimawazo, watumwa wa kiukoo ambao tumetoka ndani. Tukawa tunafungwa na damu ya wajomba, damu ya kina baba, ya wamama. Wengine walikuwa wachawi, walikuwa na watu, walikuwa wanatupa mihoho, walikuwa wanafanya vitu ambazo hazieleweki. Sasa wewe umerithi hiyo mawazo, inakutawala, unatembea nayo. Unaenda kwa manabii, wanakuambia kwa sababu mamako alikuwa na hii, wewe huwezi barikiwa. Alikuwa na nyoka, huwezi funguliwa. Nataka nikwambie, Yesu alimaliza yote msalabani. Wewe si mtumwa tena. Na huko katika utumwa tena, nakwambia, ondoka katika utumwa. Yesu alimaliza pale msalabani. Yesu akasema yote yamekwisha. Yamekwisha. Sasa uende kwa manabii uongo, wanakuambia kwamba kwa maana mamako alikuwa na nyoka, wewe pia unavaa umiliki nyoka. Your grandfather alikuwa anatumikia miungu, hata wewe utumikie miungu. Hapana, Yesu alimaliza pale msalabani. Wewe umefanywa kiumbe kipya kupitia kwa damu yake Yesu Kristo.
ambaye inaweza yote. Haleluya. Umefunguliwa kwa damu yake Yesu Kristo. Umekombolewa kwa damu ya mwana kondoo wake Mungu. Umewekwa huru. Wewe tena uko tumani. Katika jina la Yesu Kristo, wewe umewekwa huru.